Wiki kadhaa baada ya uchaguzi wa Oktoba, Tanzania inakabiliwa na hali isiyokuwa ya kawaida kisiasa na kimataifa. Bunge la Ulaya limeamua kusimamisha mpango wa msaada wa Tanzania mwaka 2025 kwa sababu ya wasiwasi mkubwa juu ya mauaji na machafuko ya Oktoba 29, ukandamizaji wa kisiasa na kizuizi cha uhuru wa kisiasa. Maria-Louise, kamishna wa Umoja wa Ulaya, ameweka wazi Tanzania lazima iwaruhusu wachunguzi huru kuchunguza tukio hili ili kurekebisha uaminifu wa vyombo vya kisiasa. Hii hatua ya bunge la Ulaya ni onyo la kimataifa, lakini kwa kweli ni sifa ndogo tu ikilinganishwa na kile kilichoendelea katika mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC. ICC kwa sasa imepokea rasmi ushahidi mzito. Waraka wenye kurasa 82, picha za maiti na majeruhi, video zinazoonyesha mauaji na operesheni za Oktoba 29, majina ya makamanda na maeneo ya tukio. Ushahidi huu umetumwa rasmi chini ya kifungu cha 15(2) cha mkataba wa Roma na tayari uchunguzi wa awali umeanzishwa. ICC inachunguza nani alitoa amri, nani alihusika moja kwa moja. Je, serikali ilichukua hatua yoyote baada ya tukio hilo? Hii ni hatua muhimu zaidi katika historia ya kisiasa ya Tanzania. Lakini swali kubwa ni je, Rais Samia atawatoa viongozi wengine kama Chambo? Hili ndilo swali ambalo hakuna mwanasiasa atauliza hadharani, lakini katika historia ya Afrika baadhi ya serikali zilitumia mbinu ya kutoa viongozi wakuu wa usalama kama Chambo ili kuokoa urais. Mfano hai ni taifa la Kenya mwaka 2010. Mohamed Hussein Ali aliyekuwa IGP na Francis Mudhaura, kiongozi wa serikali na Chief of Staff, walitolewa kwa ICC kutokana na mauaji ya baada ya uchaguzi. Huko Sudan, Ahmed Harun, mwenyekiti wa Sudan Commission of Human Rights, alitolewa kama Chambo. Lakini pia huko DRC, Bosco Ntaganda, kamanda wa jeshi, aliweza kutolewa kama Chambo kwa mahakama ya ICC. Mara nyingi ni kawaida kwa serikali kusacrifice watu wachache ili serikali yenyewe inusurike. Kwa Tanzania sasa kinachojadiliwa ni IGP wa wakati wa Oktoba 29, ambaye wengi wanamfahamu kama IGP Wambura. Lakini pia wakuu wa TISS ambaye mmoja wao ni Suleiman Mombo na wengine. MRC waliotoa amri za operesheni. Lakini pia viongozi wa vikosi maalum vilivyotajwa katika ripoti za NGOs. Hawa ndio viongozi wanaoshikilia nafasi zinazofanana na wale waliotolewa kwenye nchi nyingine, mfano kama Kenya mwaka 2010. Uchunguzi wowote wa ICC unaweza kuelekeza mashtaka kwao ikiwa ushahidi utathibitisha ushirikiano wa moja kwa moja au kutochukua hatua baada ya tukio la Oktoba 29. Hii ni mbinu ambayo serikali nyingi duniani hutumia kuonyesha tunashirikiana na dunia. Lakini swali ni je, mbinu hii inaweza kumwokoa Samia kwenye mahakama ya ICC? Kuwatoa Chambo viongozi wa usalama kwa ICC kunaweza kumletea faida tatu Rais Samia Suluhu Hassan. Faida ya kwanza ikiwa ni kuonyesha dunia kwamba yeye si mtendaji wa maamuzi mabaya bali ni mfumo uliomkosesha. Faida ya pili ni kupunguza shinikizo la AU na kurudisha ufadhili wa mpango wa mwaka 2025. Faida ya tatu ni kurejesha uhalali wa kimataifa kabla ya uchumi kuingia msukosuko mkubwa. Lakini pia kuna hasara. Hasara ya kwanza ni mgawanyiko ndani ya chama cha CCM. Lakini pia hasara ya pili ni mfumo wa usalama unaweza kumgeuka kisiasa. Wanaotolewa kama Chambo wanaweza kufichua siri nzito zaidi. Ni hatari yenye faida upande mmoja na maumivu kwenye upande mwingine. Lakini pia wengi wanauliza, je, bunge la dunia IPU nalo litaingilia kati? Bunge la dunia ama ukipenda Interparliamentary Union IPU halina nguvu sawa na bunge la Ulaya, lakini linaweza kutoa azimio kali, lakini pia kutoa ripoti ya ukiukwaji wa haki za wabunge.
lakini pia linaweza kutoa ombi la uchunguzi wa Umoja wa Mataifa. Ikiwa bunge la dunia litaingilia kati, Tundu Lissu na wabunge walioteswa watakuwa na ushahidi mkubwa. Lakini pia Umoja wa Mataifa unaweza kuingilia kati. Sauti ya Tanzania kimataifa itaporomoka zaidi. Kwa baadhi ya wachambuzi, hii inaweza kummaliza kisiasa Samia kwa sababu inaweka rekodi isiyofutika ya ukiukwaji wa haki za kisiasa. Nini sasa mustakabali wa utawala wa Samia? Haya yote yakichanganywa, AU kusitisha misaada na shinikizo la ICC, lakini pia bunge la dunia kuchukua hatua, uchumi kushuka na siasa za ndani kukosa mshikamano, urais wa Samia unaingia kwenye awamu ya survival, lakini si uongozi. Anahitaji kuanzisha uchunguzi huru, lakini pia kutoa majibu ya kisiasa, kuwajibisha waliokuwa na hatia, lakini pia kuonyesha dunia kwamba Tanzania inarudi kwenye mstari wa sheria. Ikiwa hatachukua hatua hizi, historia inaweza kusema urais wake ulianguka sio kwa kura bali kwa diplomasia.